Wakati anakuambia kwamba ninaacha biashara naingia kwenye wito, ulilipokeaje? Ilikuwa ni jambo gumu, sio kidogo sana tu. Kwa kweli ilikuwa na ugumu ambao kwanza nilimpa maneno magumu kidogo. Nikamwambia wito sio taarifa ya msiba. Kwa sababu mimi kwanza nimeishi kwenye familia ya mchungaji. Kwa hiyo nikawa nimeona mapito ya wachungaji, wamepitia mengi hivyo. Tumeingia tu sebuleni tukakuta nyoka mkubwa amefia kwenye viti na akiwa amenyooka tu, hajapigwa, hajafanywa kitu chochote. Nyumbani, kanisani? Nyumbani. Nikushukuru sana mtazamaji wetu wa NYTV, na tuko katika maeneo ya Mivumoni Kusini, mahali ambapo anachunga mchungaji Raphael Isote, na leo ni ibada ya kusifu na kuabudu ambayo ni ibada kabisa ya kwanza tangu wahamie katika eneo hili kwa muda wa miaka mitatu. Nafikiri tutakuwa na mengi ya kuweza kuzungumza naye, atakueleza mengi ambayo anayo, pia ikiwa ni pamoja na mikakati walionayo katika kanisa lao la mahali pamoja. Karibu. Mimi kwa majina yangu mpenzi mtazamaji, naitwa mchungaji Raphael Isote Mwesabila na ni mchungaji katika kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God hapa Mivumoni Kusini alimaarufu Vangameli, na tuko hapa pamoja na mke wangu kwa sababu ni mtu mzima, ajisemee majina yake vizuri mwenyewe. Karibu. Majina yangu naitwa Subira Raphael Isote, ni mke wa mchungaji Isote hapa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya NYTV pamoja na mtumishi wa Mungu ambao kwa siku ya leo wameona ni bora kuungana na sisi katika ibada yetu ya kwanza kabisa ya kusifu na kuabudu. Na ndani ya miaka mitatu ambayo tumetumika hapa Mivumoni hatujawahi kuwa na ibada kama hii, lakini makusudi makubwa ya kufanya ibada hii ni ili kumrudishia Mungu utukufu, ni ili kuzisema sifa za Mungu, ni ili kumwonyesha Mungu kwamba hakika hatuna cha kufanya, hatuna cha kusema isipokuwa ni kumwabudu katika roho na kweli, kwa uzuri na kwa utakatifu. Ndio dhumuni kubwa sana la kufanya ibada hii mahali hapa. Niwapongeze sana mchungaji. Lakini nimekufahamu muda mrefu sana, lakini kipindi tunafahamiana ulikuwa hujawa mchungaji. Nifahamu sasa, wito wako ulianza lini? Wito wangu umeanza miaka mingi kidogo, japo kwa akili za kibinadamu nilikuwa bado sijaelewa, maana nilikuwa ninafanya kazi kwenye mataasisi mjini, baadaye nikaacha nikaenda Zambia kwa ajili ya kufanya biashara, lakini nilipokuwa Zambia ndipo ambapo wito ukachachamaa sana ndani yangu, ambapo nikasikia kuacha mambo ya biashara na kuanza kumtumikia Mungu kama mchungaji rasmi. Na sehemu ya kuanzia ulianzia wapi? Na nipoanza kazi hii ya uchungaji kutumikia wito kabisa, nilianza mkoa wa Iringa, wilaya ya Mufindi, halmashauri ya Mafinga. Pale tukawa tumefungua kanisa la kwanza ambalo liko eneo fulani wanaita Ihongole, karibu na kiwanda cha Pareto, na lile kanisa linaitwa Shilo Christian Center. Mpaka sasa hivi lipo na linaendelea vizuri, watu wanamtukuza Mungu vizuri sana. Okay. Amen. Baada ya kutoka kule sasa ndo ukahamia hapa? Baada ya kutoka kule na kumaliza masomo yangu ya diploma pale chuo cha Mbeya, ni Mungu akanihamisha kutoka Mafinga nikaja sasa jijini Dar es Salaam, na tukafungua kanisa hili ambalo tuko na tukiwa sambamba na mke wangu. Ndani ya miaka mitatu tumeona ni vema kabisa kwamba tuwe na ibada ya kumsifu na kumwabudu. Amen. Ninafahamu ya kwamba ziko changamoto pengine ambazo umekutana nazo wakati unafungua hili kanisa. Amen. Tuzifahamu kwa uchache. Kwa kweli changamoto ni zipo. Changamoto ni nyingi. Kuna changamoto za kiroho, kuna changamoto za kimwili. Lakini kwa uchache ni kwamba changamoto ya kwanza ni katika ulimwengu wa giza. Hiyo ndio changamoto ya kwanza, ambapo eneo hili la Mivumoni Kusini sana sana lilikuwa ni eneo ambalo limetawaliwa na ushirikina. Viwanja vilikuwepo, lakini kujengwa mpaka kijengwe haiwezekani. Hasa kitendo cha kuanzisha kanisa hapa, walikuja watu kutuambia moja kwa moja
kwamba ninyi hamtaweza kuendelea na huduma hapa kwa sababu ya nguvu za kishirikina, kichawi, walikuwa wakipambana na sisi sana. Labda kwa kifupi, kuna kipindi tumeingia tu sebuleni tukakuta nyoka mkubwa amefia kwenye viti na akiwa amenyooka tu, hajapigwa, hajafanywa kitu chochote. Nyumbani, kanisani? Nyumbani sebuleni tukakuta nyoka mkubwa sana ameingia na amefia hapo. Nani alimuua hatujui, tunaamini kwamba ni Mungu alishughulika. Lakini jambo lingine, usiku wa manane kuna kipindi tulikuwa tukishtuka na mke wangu, tunasikia watu wanapiga filimbi. Zinapigwa filimbi zinakuja mpaka kanisani, lakini kwa sababu tunafahamu nani ametuita, tunafahamu nguvu za Mungu aliye hai, hatukutishika. Mpaka sasa tunaendelea katika kuangalia yote hayo alikotupitisha, tunagundua ni Mungu ametufikisha hapo. Na tunajiona kama ni wale Wanaisraeli waliovuka bahari na wakaimba wimbo wa kusema Farao na mpanda farasi Bwana amewatupa baharini, na sisi tuko kwenye ibada hiyo. Maana tunamuona Farao aliyekuwa akifuatilia huduma ya mahali hapa ameanguka. Ndio maana tumeona tuna kila sababu ya kuwa na ibada ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Amen. Pengine wakati unaanza hapo ulikuwa na washirika wangapi? Mungu kwanza amenijalia hiyo, namshukuru Mungu sana. Namshukuru sana askofu wetu mtoka mbali ambaye alikuja na kauli mbiu ya kusema miaka 13 ya moto wa uamsho. Hiyo miaka 13 ya moto wa uamsho, namshukuru Mungu, ndani ya miaka 13 hiyo Mungu alitujalia watoto 6. Kwa hivyo ule uamsho uliamsha mpaka kwenye familia. Lakini kabla ya hapo hawa watoto tuliwapata kwenye miaka 10 ya mavuno. Kwa hivyo tulivuna, kwa sababu kulikuwa kuvuna kwa njia mbalimbali. Unavunia ndani, unavunia na nje. Hasa sisi tukavunia ndani. Sasa swali lako, ulianza na washirika wangapi? Nilianza na hao watoto 6 ambao niliwavuna mwenyewe na mke wangu mzuri kabisa Subira. Kwa hivyo tulianza na hao washirika, wanaimba vizuri, wanatutia moyo katika kufanya kazi hii. Hatujai kujuta na watoto wetu. Baadaye akaja mama mmoja ambaye sasa hivi ndio shemasi wetu. Akaja akaungana na sisi, na yeye alipoona ibada ni nzuri akampigia simu mwenzake. Naogopa kuwataja majina kwa sababu za kiufundi. Akampigia simu mwenzake akamwambia, njoo hapa kuna ibada nzuri. Njoo. Huyo anayepigiwa simu alikuwa anashinda nyumbani tu, haendi kokote, afanye ibada yoyote. Huyo mtu akaja, alipokuja naye akafurahia. Basi tukajikuta tunaendelea na Mungu akaendelea kuokoa mpaka sasa hivi, tunamshukuru Mungu. Tumemsikia baba ameongea mengi. Pengine wewe kama mama mchungaji, pengine una mchango gani kwa mume wako? Asante sana. Mchango wangu nilionao kama mama mchungaji, kwanza kabisa kwa ajili ya mume wangu ambaye ni mchungaji wangu, ni kumtia moyo, niko pamoja naye, nyuma yake kumtia moyo katika kazi kufanya pamoja naye. Wakati anakuambia kwamba ninaacha biashara naingia kwenye wito, ulilipokeaje? Ilikuwa ni jambo gumu, sio kidogo sana tu. Kwa kweli ilikuwa na ugumu ambao kwanza nilimpa maneno magumu kidogo. Nikamwambia wito sio taarifa ya msiba. Kwa sababu mimi kwanza nimeishi kwenye familia ya mchungaji. Kwa hiyo nikawa nimeona mapito ya wachungaji, wamepitia mengi hivyo. Kwa hivyo nikawa naelewa mambo ya wachungaji, nikidhani kama kila mchungaji ana mambo haya anayapitia, ni magumu vile kidogo. Kwa hiyo nikawa nimemwambia mume wangu, hii sio taarifa ya msiba. Ninaomba tujiandae kwanza, halafu ndio twende kumtumikia Mungu. Lakini kabla ya hapo nikawa nimemwambia kwamba Mungu amekosa watu akatuchukua sisi kweli? Watu wote wazuri wenye sifa hao, Mungu anawakosaje afu atuchukue sisi? Hapana. Hiyo sio kabisa. Nilipinga sana. Mpaka wakati ambapo na mshukuru Mungu mwenyewe, wakati kwa maombi Mungu akawa ameniambia kabisa kwa sauti, naye akisikia akawa ananiambia kwamba muende mkanitumikie. Sasa nikasema hii itakuwa mapepo.
Nikaambia mume wangu atakuwa ni mapepo. Akasema na namshukuru Mungu hajanitumia mimi, amekitumia we mwenyewe ambaye unakataa. Kwa hivyo nikawa nimekubali, lakini baada ya kukubali nilichomwambia, nikamwambia sasa utumishi huu, wito huu si taarifa ya msiba, tujipange kwanza. Yaani tufanye mambo ya maisha yakae, kama ni ya biashara ikae kwenye mstari. Huduma yenyewe nikamwambia tu maneno mazuri, huduma yenyewe nataka tuihudumie tuwe na hela. Kwa hiyo tujipange, mambo ya fedha yakae vizuri, alafu ndio twende kwenye utumishi. Kumbe mimi sikuelewa wito unamtesa, wito unasumbua. Kwa hivyo baada ya hapo alipokuja na maneno sana kwamba nasumbuliwa na wito, kabidi niseme tu Mungu, naomba unisaidie niende, lakini kazi sitaiweza kwa sababu naelewa nilikotoka kule. Kama nilivyokuambia, hii kazi tunaomba Mungu utusaidie. Mimi hata kama niko nyuma yake kumsaidia, lakini naelewa, nishaona mimi dada yangu akiwa mama mchungaji anavyopita mambo mengi hivyo. Kwa hiyo nikanimwambia Mungu, naomba utusaidie hivyo, na mpaka hapa tulipofikia sasa. Okay, pengine unayo machache kwa ajili yake, bidii na juhudi na ule msukumo ambao umeuona ndani mwake mpaka hapa, kuna kitu pengine ambacho umekiona watazamaji wanaweza kusikia kutoka kwako? Asante sana. Amen. Machache nilionayo kwa ajili ya mchungaji wangu na mume wangu mpenzi, nampenda sana na hata tumefanana Sasa nililonalo kwanza ni kumpongeza kwa kufanya kazi kwa bidii ya utumishi wa Mungu pasipo kukata tamaa. Wakati unamuuliza yeye ukasema akwambie kidogo, pale amepitia, ni amekwambia madogo lakini ni mengi ambayo amepitia. Wakati mwingine amekuwa akiumia, akilia, alafu natamani hata kama kibinadamu nimwambie tuachane na hii kazi, lakini nainuliwa na neema ya Bwana kwa nguvu ya Mungu kumtia moyo. Na leo niko hapa kumtia moyo mume wangu na kumwambia Mungu ambariki kwa kuwa mchungaji mwema. Amefanya kazi vizuri sana na hakuangalia hata hayo ambayo yalikuwa ni magumu, lakini pia hata upande wa familia tu amekuwa uchungaji anakuwa nao nyumbani kanisani, lakini kule nyumbani amekuwa baba bora. Nampongeza sana na kumshukuru sana hata kwa malezi na kunichunga vizuri, kwa sababu unavyoniona hivi ni vile ananichunga vizuri. Amekuwa akiniambia nikizidi hatua ananiambia rudi nyuma hatua tatu na rudi. Kwa hiyo ninamshukuru sana, amekuwa mchungaji wangu, amenisaidia na hapa nilipofika. Mungu ambariki sana. Nikushukuru sana na nikupongeze. Nafahamu wewe ni mama mchungaji katika hili kanisa na tunafahamu kwamba mama mchungaji ni mlezi wa wanawake wengi, na hapa mnayo idara ya WWK, na kesho kutwa ninatumaini kwamba mwezi wa 3 mtakuwa na sikukuu ya wakina mama. Pengine mmejipangaje? Tunapenda kumshukuru Mungu kwa neema hiyo ambayo ametupa ya kumtumikia Mungu kama idara ya wanawake hapa Shilo chini ya mchungaji wetu kiongozi Rafael Isote. Na kwa maandalizi ya sikukuu ambayo iko mbele yetu, kwa kweli tumejipanga vizuri na tunamwamini Mungu tutafanya vizuri zaidi ya miaka mingine iliyopita nyuma yetu. Kwa neema ya Bwana tutafanya vizuri sana. Kati ya zawadi ambazo najivunia, namba 1 ukitoa wokovu ni huyu mwanamke. Kweli amekuwa ni baraka kweli kweli. Waka siku zingine nikikata nyumbani sasa kama hivi ningeoa mwanamke wa ajabu ajabu, sijui ningekuaje. Lakini amekuwa msaada mzuri sana sana katika huduma tunayoifanya. Amekuwa akisimama kwenye nafasi yake na amekuwa ndio mfariji wangu. Amekuwa akizungumza maneno ya kunitia moyo. Kuna wakati naumia kama alivyosema, kuna kipindi niliumia, nililia mbele ya watoto, nikalia sana. Lakini kuna kipindi kingine pia tulipokuwa Mafinga niliumizwa. Washirika ni Mungu anatupatia, lakini pia ni watoto wetu. Hasa watoto wanapofanya kitu ambacho ukutegemea kama mzazi huwa kinaumiza. Hasa washirika ndivyo hivyo, kuna wakati wanafanya vitu ambavyo vinaumiza. Hasa mimi nina tabia moja, washirika wakiniumiza huwa sitaki kuwafokea kwa nguvu sana. Na wachukulia kama watoto,
nitaumia, nitamweleza mke wangu, atanitia moyo, tunarudi tena tunaendelea na kazi. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya mke wangu. Amen. Umesema mna miaka mitatu hapa kanisani hapa. Pengine tufahamu ndani ya miaka 13 ya Moto wa Uamsho yako malengo ya TAG kwa ujumla. Lakini nyinyi kama kanisa, ninyi malengo yenu? Lengo letu namba 1 ni kumfanyia Mungu ibada zenye viwango kwa uzuri na utakatifu. Lakini pia kwa ajili ya kuwavuna watu, na watu wakiingia ndani ya kanisa wakutane na Mungu wa kweli. Yaani hayo ni mambo ambayo yananikereketa usiku na mchana, kwamba watu wanapokuja kanisani wakutane na Mungu kweli, wapate fundisho la kweli, wapate majibu ya maswali yao, wapate faraja, kwa sababu jamii inayotuzunguka ina maumivu mbalimbali. Kwa hivyo mtu anapokuja kanisani apate fundisho, apate faraja, apate majibu ya maswali yake. Hivyo ni vitu ambavyo tunatamani Mungu atutumie usiku na mchana. Kanisani ni mahali pa kupokea majibu. Amen. Tufahamu kanisa lako linaitwaje, na pengine mtu akitaka kufika mahali hapa ramani yake imekaaje? Amen. Kanisa letu linaitwa Tanzania Assemblies of God Shiloh International Church, ambalo lipo Mivumoni Kusini. Hii ni wilaya ya Kinondoni, lakini kata ya Wazo, ambapo kama anakuja mahali hapa anatokea Tegeta, atapanda magari yanayoenda Mbezi, atashukia kituo kinaitwa Kanjibai. Hapo Kanjibai dereva wa bodaboda wote ukiwaambia naenda Vangameli kanisani watamleta. Akitokea Mbezi, akitokea Madale mwisho, Goba Center na maeneo hayo, bado atashuka Kanjibai. Akishuka Kanjibai akiulizia tunaenda Vangameli kanisani, atafika. Amen. Mama mchungaji, pengine una neno la mwisho wakati unapohitimisha? Nashukuru sana mtangazaji kwa nafasi ulionipa ya kualika watu. Napenda tu kualika watu kwenye wiki letu la WWK ambalo litaanza tarehe 23 na kumalizika tarehe 1 ya mwezi wa 3. Napenda sana nikukaribishe mtazamaji mahali hapa kanisani kwetu Shiloh International Church chini ya mchungaji wetu kiongozi Raphael Isote. Tukukaribishe sana katika hilo wiki. Kuna mambo motomoto sana yatakuwa hapa, na Mungu awabariki sana. Karibuni sana popote pale ulipo, mwanamke unayesikia sauti hii, unayetazama, nikualike tafadhali usipange kukosa. Fikiria namna kufika kwenye hiyo ibada na Mungu atakuonekania. Asante sana.
Wapi vigelegele na shangwe wewe. Haya twende sasa. Hai. Mbona sababu ya kukonaza kusimama? Yesu ametuweka huru, fungua moyo wako. Yesu aingie ndani ya moyo wako. Utapata furaha moyoni, utapata amani ndani ya moyo wako. Na kila uliponewa na adui shetani, kwa nguvu ya msalaba Mungu atakurejeshea. Wapi shangwe na vigelegele we. Hallelujah.